بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulimalizia katika kikao kilichopita kueleza baada ya kufariki Abu Talib kisha Khadija radhiyallahu anha, tukaeleza ndoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki kwa Khadija. Ingawa matukio yaliyotokea baada ya kufariki ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ni tukio hili la ishtidadu idha'i Quraish lin-nabii sallallahu alaihi wasallam baada wafati ammihi Abi Talib, kushtadi na kuzidi udhia ya Quraish kumudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki ammi yake Abu Talib. Tumeona katika vikao vilivyopita namna masaibu yalivyofuatana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika Shia mwaka wa 10 baada ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo alifariki Abu Talib na akafariki Khadija katika mwaka huo mmoja. Mikosi ikawa yafuatana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na Quraish, wakawa na jur'a baada ya kufariki Abu Talib, wakawa na jur'a na ujasiri dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaanza kumuudhi kwa maneno, kumuudhi kwa vitendo, wakati ilikuwa mwanzo udhia yao ni maneno na istihza kabla ya kufariki ammi yake Abu Talib. Alipofariki tu Abu Talib, Quraish hapo ndio wakaanza kumuudhi. Na al-Imam Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya kuna maneno mazuri akieleza kuhusu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna Quraish walivyokuwa kimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Ibn Kathir, قال الحافظ ابن كثير: وعندي أن غالب ما روي من طرح الكفار سل الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا. Ibn Kathir asema na kwangu mimi mengi katika yale yaliyopokelewa katika udhia aliyofanywa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kuwekewa matumbo ya ngamia baina ya mabega yake wakati amesujudu yusali,
kadhalika kila alichokieleza Abdullah ibn Amr ibn As kuwa alimnyonga mtume sallallahu alaihi wasallam sana alipokuwa yafanya ibada katika sehemu ya Kaaba, hata hala dunahu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, mpaka akaja Abu Bakr as-Siddiq kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam na kuingia kati. وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كذلك كوازمية أبو جهل كمكانياغا متومة صلى الله عليه وسلم shingo yake wakati ya sujud wanaposali. فحيل بينه وبين ذلك، الله kamzuia na hilo. مما أشبه ذلك na mengineo yanayofanana na hayo katika mambo ya udhia. Kana baada wafati Abi Talib, asema yote haya yametokea baada ya kufa kwa Abu Talib. Ibn Kathir asema kwangu mimi naona haya yote yametokea baada ya kufa kwa Abu Talib, wallahu a'lam. Kwa haya tunayozungumza katika matukio na ni mengi, ni mambo ambayo yametokea baada ya kifo cha Abu Talib. روى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. ما قريش hawakuacha kuwa na uoga kuniudhi mimi, bimaana walikuwa waogopa kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipofariki Abu Talib. Alipofariki Abu Talib, Makuraish wakapata ujasiri, lakini kabla ya hapo walikuwa wakiogopa kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Aisha radhiallahu anha aeleza tena kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa hadithi ni mursal, aeleza: ma nalat minni quraish shay'an akrahu hatta mata Abu Talib. Quraish sikupata kutoka kwao kile ninachokichukia, ni udhia, mpaka alipofariki Abu Talib. Alipofariki wakaanza kuniudhi sana. قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. alipofariki Abu Talib, Makuraish wakawa wamfikishia mtume sallallahu alaihi wasallam katika udhia mbalimbali, udhia ambazo hawakuweza hata kuwa na tamaa ya kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wa Abi Talib. حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا. mpaka siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam akafuatwa na mmoja katika masafihi wa Makuraish, akammwagia mchanga juu ya kichwa chake. Yani udhia kufikia mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam mtu kuchukua mchanga akammwagia kwenye kichwa chake. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه. Mtume sallallahu alaihi wasallam aingia nyumbani kwake, kichwa chake kimejaa mchanga, amwagiwa mchanga kichwani. فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي. mmoja katika binti zake akasimama akawa yomsafisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuosha ule mchanga ule kwenye kichwa chake, huku yualia kwa dhiki anaomuona nayo baba yake. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu laha, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia:
لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك usilie binti yangu Allah subhanahu wa ta'ala atamtetea baba yako waache tu وروى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بين شر جارين وهي حديث سند yake ضعيف katika sira Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nilikuwa katikati ya majirani wawili waovu sana niliishi katikati ya majirani wawili waovu sana baina Abi Lahab wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth upande mmoja alikuwa Abu Lahab ammi yake na upande wa pili Uqbah ibn Abi Mu'ayth na wote walikufa katika ukafiri qala in kana la yatiyani bilfuruthi fayatrahaniha ala babi walikuwa wakija na uchafu kinyesi ule utumbo wa mnyama akishachinjwa kuna zile nyasi zile ndani za uchafu wakinimwagia kwenye mlango wangu حتى إنهم لا يأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي وشكوا أذية كما نميبا كما نوشافوا ومواجه متومة صلى الله عليه وسلم ملغون فيخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول متومة صلى الله عليه وسلم يوتوكا أكيونا ولوشافي يسمى يا بني عبد مناف أي جوار هذا ujirani gani humo mnifanyia jirani mnifanyia namna hii enyi watu wa Abd Manaf ujirani gani humo mnifanyia thumma yulqi kisha yuwasafisha mtume sallallahu alaihi wasallam yatupa ule uchafu روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص يعني عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير alimuuliza Abdullah ibn Amr ibn As hebu nieleze kitu kibaya kabisa ambacho makuraish walimfanyia nani walimfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuwasali katika ile sehemu ya mbele ya Kaaba kuna kikuta kidogo hivi katikati palikuwa yuwasali إذ أقبل عقبة بن أبي معيط لعنه الله فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا عقبة بن أبي معيط أشقى القوم akachukua nguo yake akaizungusha katika shingo ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamnyonga kwa nguvu sana amnyonga mtume sallallahu alaihi wasallam فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكاي أبو بكر الصديق أكمشك عقبة وما بيقى كمفوت كان وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وتككموا mtu kwa sababu tu ya kusema Mola wangu mlezi ni Allah kosa gani mfanyia kuamrisha nyinyi tauhid ndio imekuwa mtakumua ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah pamoja na kuwa hili tukio sio tukio kubwa kabisa la udhia lililompata mtume sallallahu alaihi wasallam bali alipata udhia kubwa zaidi ya hii lakini Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ameeleza kile alichokiona yeye au kile alichokipokea yeye sababu Abdullah ibn Amr al-As ni mdogo sahaba lakini hakukuwepo wakati wa ile tukio kwa hivyo ameeleza kile alichokipokea lakini kuna matukio yamempata mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya hili
kama tukio la Taif ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiulizwa na Aisha radhiallahu anha siku nzito kabisa iliyompitia yeye katika maisha yake ya da'wa. Alikuwa akitaja kile alichofanywa wapi? Taif. ومما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بعد وفاة أبي طالب ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه. siku moja Quraysh walimpiga sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimpiga mpaka akapoteza fahamu. فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي. أبو بكر akasimama kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa yupiga kelele na kunadi ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فقالوا من هذا؟ قريش كان يقول هو الناني. قالوا هذا ابن أبي قحافة المجنون. هوني ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق وكمويت من دوازيم واسو. hili pia ni tukio lilompata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Quraysh walimpiga mpaka akapoteza fahamu. وروى البخاري ومسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. katika matukio yaliyompata Mtume sallallahu alaihi wasallam na udhia wa Quraysh, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam yusali kwenye al-Kaaba wa Abu Jahl wa ashabu lahu julusun, na Abu Jahl na wenzake wamekaa wamtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu walikuwa na sehemu wakikaa wakitizama kwenye al-Kaaba, watu wafanye ibada, wengine wakaa. فقال بعضهم لبعض, wakawa waambizana wao kwa wao, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulani, nani aweza kwenda kule akachukua matumbo ya ngamia wa bani fulani kule wamechinja ngamia, achukue yale matumbo, na matumbo ya ngamia ni makubwa. fayadha'uhu ala dhahri Muhammadin idha sajada, kisha muongojee Muhammad akisujudu achukue yale matumbo amwekee kwenye kichwa chake au kwenye maungo yake. فانبعث أشقى القوم فجاء به وهو عقبة بن أبي معيط. yule muovu kati ya wao akasimama, mimi nitawafanyia. Uqba ibn Abi Mu'ayt akaenda kachukua ule utumbo. فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. akasubiri mpaka aliposujudu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akachukua yale matumbo akayaweka baina ya mabega ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maungoni. Ibn Mas'ud asema, wa ana anzuru la ughni shay'an, na mimi natizama siwezi kumsaidia chochote, sina uwezo wa kumsaidia. Namuona Mtume sallallahu alaihi wasallam audhiwa, lakini sina uwezo mimi wa kumsaidia, siwezi kumsaidia. lau kana li manaa, laiti ningelikuwa na nguvu ya kuweza kumsaidia. Na Ibn Mas'ud alikuwa Makkah hana watu, sababu ni katika kabila la Hudhayl, na walikuwa si watu wa Makkah Hudhayl, wa akawa hawezi kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'alu yadhhakuna wa yuhilu ba'dhum ala ba'd, wakawa Makuraish wamtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam apata tabu, hawezi kunyanyua kichwa chake, kisha wacheka mpaka waangukiana.
wao cheka Abu Jahal na wenzake mpaka walaliana ni kwa furaha, wacheka sana. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesujudu hawezi kunyanyua kichwa chake. Hatta ja'athu Fatimatu fatarahat an dhahrihi, mpaka akaja Fatima radhiyallahu anha akayaondoa yale matumbo kutoka katika kichwa chake. Farafa'a ra'sahu sallallahu alayhi wasallam thumma qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua kichwa chake akawaangalia wale waliomfanyia hivyo, kisha akasema Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh 3 مرات. mara 3 akawaapiza Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Fashaqqa alayhim idda'a alayhim, walipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaapiza, hili jambo likawa zito sana, kile kicheko kikaisha pale wakanyamaza. Qala ibn Mas'ud asema وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة, na walikuwa makuraish wakiitakidi kuwa dua inaoombwa pale Makka ni dua yenye kukubaliwa, hairejeshwi. Hili waliitakidi wakiwa katika jahiliya, waitakidi kuwa dua yoyote inaoombwa pale haram hairudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala. ثم سمى صلى الله عليه وسلم, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akaanza kuwataja mmoja baada ya mwingine. Allahumma alayka bi Abi Jahl wa alayka bi Utbah ibn Rabi'a wa Shaybah ibn Rabi'a wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Akawalaani hawa kwa majina, ewe Allah walaani na uangamize fulani na fulani na fulani. Wao ndio walikuwa wamekaa pale wacheka, walikuwa kimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Mas'ud asema fawalladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, laqad ra'aytu alladhina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib, wote aliyowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam niliwaona wameuawa katika vita vya Badr, wakatupwa katika kisima qaribi Badrin, kisima kilichokuwa hakina maji sababu mzoga wao utaleta harufu, wakatupwa ndani ya kisima. Hawa wote aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote waliuawa katika vita vya Badr. Na hapa katika hiki kisa Al-Hafidh Ibn Hajar ataja baadhi za fawaid zinazopatikana hapa, ataja baadhi yake katika Fathul Bari, yasema وفي هذا الحديث من الفوائد, katika hadithi kuna faida ya kwanza تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار, walikuwa kiadhimisha dua inaombwa Makka kufar Quraish pamoja na kufuru walikuwa nao. Ibn Hajar asema ومزدادت عند المسلمين إلا تعظيما, na haram au Kaaba haikuzidi kwa Waislamu isipokuwa kuadhimishwa zaidi. Ni nyumba adhimu isipokuwa kwa Mashia. Mahuthi walirusha makombora kutaka kuilipua al-Kaaba, rusha ile makombora yakapigwa juu ya hewa. Alafu leo watu wapiga kelele, unamuona Houthi bwana, haraka juzi tu mfanye hivyo, leo shasahau. Waona kuwa
ikiwa ataka kuivunja al-Kaaba ataikomboa Quds? Al-Kaaba na Quds ipi bora? Ikiwa al-Kaaba anirushia kombora ataka kuivunja, kuilepua, na kuna watu pale wafanya ibada, nyumba bora kabisa katika ardhi, ama msahau ile kombora likapigwa juu ya hewa halikufika, alhamdulillah. Kisha huyu leo anatoka ati al-Quds al-Quds, na kuna watu waingia katika mtego huo, wasahau juzi tu huyu haiheshimu al-Kaaba, huyu mashaallah. Yani hili neno Quds limetumika na watu wengi sana katika asri yetu katika kuwamaliza ahlus sunna. Iran wajifanya wataka Quds wao kuitetea. Wao mwanzo katika itikadi yao Mashia hawaamini kama ile ni Quds. Wasema Quds iko mbinguni, haiko pale. Itikadi zao za ajabu. Wasema njia ya kuingia Quds ni Yemen, kwa hivyo kaleta fitna Yemen. Hizbu Shaitan wakasema njia bora kabisa rahisi ya kufika Quds ni wapi? Lebanon. Wakaingia Lebanon wakaichukua. Daesh huko wakasema njia bora kabisa rahisi ya kufika Quds ni Suria, wakaingia kuichafua Suria. Kila mtu muovu atumia jina la Quds. Na mashaallah watu waingia katika mitego yao, wakapendua serikali zao, na sasa wajuta. Uchunga Muislamu, si kila anayesema hivyo ukamwona ni mkweli. Houthi atuma kombora laelekea Makka na al-Kaaba, halikosei, laelekea huko mpaka likapigwa juu ya hewa. Lakini ajabu, wiki moja iliyopita yale makombora aliyoyatuma kwenda Tel Aviv yampotea juu ya hewa, hata kufika. Sijui alikuwa yarusha tiara ama rusha makombora ile, manake tumeona yarushwa lakini kufika hayafiki, mpaka leo hayajafika. Wallahi Mashia wafanya watu wapumbavu kweli, watu wakaruka kweli. Houthi bana, Houthi. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Allah hainusuru hii dini kwa watu wanaomtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa watu wanaokufurisha masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe nenda kasome tarikh uone wapi Mashia wamenusuru dini ya Allah, wakaongeza hata kama mita moja tu katika futuhat walizozifanya Waislamu. Nenda kasome, bali wao ndio walikuwa sababu ya kila matatizo yanayopata Waislamu. Wallahu almusta'an. ثانيا فيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه. hapa pia tupata faida kwa kufar walikuwa wajua ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu waliogopa ile dua aliyowapiza nayo. walakin hamalahum alhasad ala tarki alinqiyad lahu, kilichowabebea wao kuikataa haki ni hasad ndio iliwabebea wao kukataa kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lakini walikuwa wajua ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimin biayati llahi yajhadun. walikuwa wajua ni mkweli. Hasad. Na mpaka leo hili kuna watu haikubali haki kwa sababu ya hasad tu. Kwa nini fulani, kwa nini si fulani? Na wengine mwisho washindwa mpaka watamka aswa, kwa nini fulani? Kwa nini amepewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini si fulani? ahum yaqsimuna rahmat rabbik, kwani wao ndio wanaogawa rehema za Allah? kadhalika kuna faida istihbabu ad-du'a thalathan, yapendekezwa katika dua kuomba mara tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ameomba mara tatu. وفيه جواز الدعاء على الظالمين, na pia hapa mnakujuzu kumwapiza anayekudhulumu.
yajuzu kumwapiza anayekudhulumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaapiza hao. Hizi ni baadhi ya fawaid, na nyingine sababu ya kufupisha wakati mtu aweza kurejelea katika Fathul Bari kwenye sharh ya hadithi hii. ومما لقيه صلى الله عليه وسلم من المشركين بعد وفاة أبي طالب ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliudhiwa nayo ni kisa kilichopokelewa katika Bukhari na Muslim. Sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema qala Abu Jahl, siku moja Abu Jahl katika ile mikao yao pale Makka aliwaambia wenzake, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, hivi nyinyi mumwacha Muhammad awe atazika kichwa chake katika ardhi ya kusudia anaposujudu, na nyinyi mko hapa mumwangalia tu? Faqila na'am, jamaa akamwambia ndio, sasa tufanyeje? Faqala la'anahu Allah, Abu Jahl akasema la'natullahi alayhi, wallati wal uzza, na apa kwa Lata na Uzza, la in ra'aytuhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatihi, nikimuona aje hapa kusujudu nitamkanyaga shingo yake, yani kwa madharau kabisa tamkanyaga shingo yake. Au law affiranna wajhahu fi at-turab, au nitakisugua kichwa chake na uso wake nitausugua kwenye mchanga. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أبو جهل كم جري يمتوم صلى الله عليه وسلم يصلي، زعم ليطأ على رقبته، شدائك لكوة مكنياغا شنغو yake. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. Mara jamaa zake wamuona yuarudi nyuma, huku yozuia kama yozuia kitu kwa mikono yake, kabla hajamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi nyuma, huku yozuia kitu na mkono wake, lakini wale hawaoni kitu. Qala Abu Hurairah sema faqila lahu malak, mbona useme uenda kumkanyaga shingo, mbona urudi nyuma? فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا، والله nilipofika pale nimeona baina yangu mimi na yeye handaki kubwa la moto, na nimeona mambo ya kutisha, wa ajniha, na malaika wale na mbawa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توم صلى الله عليه وسلم akasema لو دنا مني، لو angenikaribia mimi لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، malaika wangemnyakua kiungo wangerarudiwa. فأنزل الله تعالى، الله كترمشا قولي yake كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. zikateremka hizi aya kuhusu tukio Abu Jahl kutaka kumzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye ibada. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuudhiwa sana na Makuraish alikaa mahali ana huzuni na dhiki sana. katika Musnad al-Imam Ahmad na Ibn Majah bisanad qawi ala shart al-Imam Muslim عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء. siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiliwa na Jibril akiwa amekaa na huzuni, amejaa damu katika uso wake, atoka kuudhiwa na Makuraishi, amekaa peke yake, aliudhiwa sana. Jibril alipomuona faqala lahu malak, una nini? قال فقال له فعل بهؤلاء وفعلوا، وجماعه wamenifanya hivi wamenifanya hivi wameniudhi. فقال له جبريل عليه السلام أتحب أن أريك آية؟ je wapendelea nikuonyeshe miujiza ya kuonyesha vile wewe ni mtukufu mbele ya Allah, utukufu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? قال نعم, ili kumtuliza roho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam apate utulivu, akamwambia ndio nionyeshe. Qala fanadhara ila shajaratin min wara'i alwadi, Jibril akaangalia kuna mti pande wa bonde huko mbali. Faqala ud'u bitilka ash-shajara, Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam uite ule mti. Fadaaha fajaat tamshi, ni kisa kimetokea kweli. Ya laiti ingelikuwa hao makhurafi waeleza vitu kama hivi, natunga mambo ya ajabu ajabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauita ule mti ukaja mpaka chini yake, hata qamat baina yadihi, kasimama mbele yake. Faqala murha faltarji, Jibril akamwambia uamrishe urejee. Faamaraha farajat ila makaniha, akauamrisha ule mti ukarejea mahali pake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tosha, nimetosheka. Yani akapata utulivu katika moyo wake kuwa yeye ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata yatakapompata yale atakayompata atulize moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kueleza hilo, hadithi Anas ibn Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد, hakika mimi nimetishiwa sana kwa ajili ya Allah, yani kwa kufanya da'wa na lingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kudhihirisha dini ya Allah, nimetishiwa sana. Na haimpasi mtu kutishiwa na kukhofishwa wakati walingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad udhitu fillahi wama yudha ahadun, nimeudhiwa kwa ajili ya dini ya Allah na haimpasi mtu kuudhiwa. Walaqad atat alayya 30 min baini yawmin wa laylatin, na mimi zishawahi kupita siku 30, bimaana mwezi mzima usiku na mchana wapita. وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد, na ilikuwa sina chakula mimi wala Bilal siku 30, hatuna chakula anachokula binadamu illa shay'un yuwarihi ibtu Bilal, isipokuwa kitu kidogo ambacho aweza kukibeba mtu kwenye kwapa lake, yani akibeba Bilal akimletea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku waudhiwa na hali ndio hiyo. Kwa aliudhiwa sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nataka kurejesha kidogo, kuna masala ambayo niliyazungumza huko nyuma ili muelewe itikadi chafu za hawa khurafiyun. Baada ya wewe Muislamu kusikia maneno haya na namna Makuraish walivyomfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam na udhia waliomuudhi mtume wako sallallahu alaihi wasallam, hivi nikuulize,
hawa ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaapiza akasema Allahumma alayka bi abi jahl wa alayka bi utbah ibn rabi'a wa shaybah ibn rabi'a wal walid ibn rabi'a wa umayyah ibn khalaf wa uqbah ibn abi mu'ayth akawalani kwa majina yao. Hivi hawa kwa itikadi ya masufi alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwapenda, eti akimpenda Abu Jahal lakini achukie ule ukafiri wake, akimpenda Abu Lahab lakini mpaka kuwapiza. Alafu wewe Muislamu, roho yako iweza kukupelekea wewe kumpenda mtu aliyemfanyia hivi mtume sallallahu alaihi wasallam, yule aliyemuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga akamnyonga mpaka kutaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi waweza kuwa na jur'a kusema kuwa mimi yule nampenda lakini nachukia ukafiri wake? Nasema tu ya maneno kwa tumia akili tu yako ya kuzaliwa, ujue kwa itikadi za hao watu za ajabu sana, wallahu almusta'an. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliudhiwa, alitishiwa maisha. Walipoona makuraish kuwa njia ya kumvutia mtume sallallahu alaihi wasallam na targhiba ifanye, wakaelekea katika njia ya at-tarhib, kumtisha. Wakamtupia barabarani miba akiwa yatembea, akaekewa matumbo kwenye kichwa chake ya ngamia akiwa yusali na sujudu, na kule Taif walimpiga kwa mawe mpaka damu yake tukufu ikamwagika, kamfanyia istihza. Na yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam asubiria tu, bali akafikia kusema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kule Taif walipompiga kwa mawe wakamuudhi, aliwaombea Allah awaongoze, awasamehe. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Akawaombea msamaha kwa yote waliofanya. Na makuraish huku wakazidi katika kufuru na kuzuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakazidi kufanya inad dhidi ya haki aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini makuraish wataweza kuzuia nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka ifike? Ukitizama katika tarehe utakuta kuwa mwisho wa kwisha wale wote walikuwa wapinzani wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliangamia, kama tutakavyoona biidhnillah ta'ala katika yale yatakayokuja huko mbele biidhnillah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.